kama umeokoka, kila mwaka level yako unabaki pale pale kwenye kila kona maisha, kiroho, kimwili, kiuchumi, ngoja nikwambie, lugha nyepesi ni kwamba sio sawa. Sasa sio sawa, nimetumia lugha ya kistaarabu. Acha niseme, okay, labda niseme hujaokoka vizuri. Umeshashe mtu asikutie moyo. Unajiona mwaka juzi ulikuwa hivyo hivyo, mwaka jana hivyo hivyo. Kataa, mwambie no, hii sio mapenzi ya Mungu. Hii sio mapenzi ya Mungu. Sasa sio mapenzi ya Mungu. Fred, sio mapenzi ya Mungu. Yaani wewe uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba the more you go forward, the more level of glory. Pigeni makofi hata kama umekasirika. Nashukuruni kuna mtu anawa confront kukuambia ukweli. Wewe eti una Yesu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, maana yake you are not growing. Na sio tu ugrow kunena kwa lugha. No. Ugrow kila kona. Ona warokole walivyonuna. Unaelewa? Anasema, ona pale andiko lile linasemaje? Tunabadilishwa. Sema tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu. Ndio maana Efeso 4:11 asema akatoa mitume, manabii, wachungaji, asema ili kuwakamilisha watakatifu. Maana yake kuna mahala unaanza na Yesu, alafu unafundishwa ili kila itwapo leo you grow, kila miaka inavyoenda ugrow. Na anasema kadri unavyogrow unatakiwa ufanane na mfano wa Yesu, from one level of glory to another level of glory. Kwa hiyo jichunguze. Ukiona you are not growing, una shida. Au labda nikwambie kanisa unalosali sio zuri, LVC sio zuri, hawakufundishi vizuri. Sasa nitakwambiaje sasa? Alafu kuna mtu akili yake nilienda LVC naona sikui, pana matatizo. Wewe ndio una matatizo. Yaani wewe una matatizo, sio LVC. Tena nisikudabe. This church is good. Kati ya makanisa mazuri Mwanza, hili ni moja wapo. Nakwambia, usipokuwa hapa, wewe sijui unahitaji. Kwa hiyo kila mmoja hapa lazima ndani yake awe na hasira ya kwamba maisha yangu haruhusiwi kubaki level ile kila siku. Mwaka jana, in fact, kwa lugha nyepesi, utakiwa kufanana na mwaka jana. Nimesemaje? Utakiwa kufanana na mwaka jana. Maisha hayajaumbwa ufanane na mwaka jana. Kwani unahitaji ufunuo gani? Pastor Jeff, unahitaji ufunuo gani? Uangalie hata hekima ya kibinadamu tu. Mtu alikuwa form 1 mwaka huu, mwakani anakuwa form 2. Si hekima ya kikawaida. Hiyo ni kuonyesha Mungu amekuumba uprogress. Ulikuwa na miaka 41, mwaka huu na 42. Wewe huoni kwamba jinsi ulivyoumbwa, umeumbwa kwamba usifanane na mwaka jana? Alafu wewe kuna kona unafanana na mwaka jana afu unajisifia. Basi tunashukuru Mungu, bora tunapumua. What are you talking about? Nyumbani kwako kusifanane na mwaka jana. Uchumi wako usifanane na mwaka jana. Kumjua kwako Mungu kusifanane na mwaka jana. You must move from glory to glory to glory to glory. That's the will of God. That's the will of God.
Nimesema kuna saa zingine Biblia imehubiri kasema hivi, kama unaona unapungukiwa hekima, nenda kaangalia hata viumbe vikupe hekima. Kaangalia hata mti, haufanani na mwaka jana. Mwaka jana ulikuwa urefu wake ni huu. Nenda kaangalia hata hiyo tulioipanda hapo, imekuwa wewe. Imetoka from one glory to another glory. Sikiliza, ulipangiliwa utoke one glory to another glory. Wanunaji na waona tu, wanunaji na waona. Na nuna, nafikiri itawasaidia. Ungenielewa haraka ndo ungesaidia. Sasa huyu pasa, hii miaka ya mbeleni anaringa. Si ringi, nakwambia ukweli wewe. Au unasemaje mama? Si sawa ufanane na mwaka jana. Si sawa. Sema si sawa. Pata hasira. Pata hasira. Si sawa. Si sawa. Si sawa. Lazima tukikusimamisha kuwe na utofauti kati ya mwaka jana na mwaka huu. Wale mliojificha nyuma ya maboksi hayo ya nondo mpo? Au ndo mmesevishia huko? Si sawa. Ndio maana lazima uwe na uchungu wa mambo. Na hii sasa nimeenda gia zaidi ya kuomba. Ndio maana lazima uombe, ukimaliza kuomba usimame ufanye kazi. Kuomba tu haitoshi. What is anointing? Empowerment. What is anointing? Empowerment. Unatua nguvu. Unatua nguvu kwa nini? Kufanya kitu. Zerubabeli alitua nguvu kufanya kitu. Shida watu hapa wataomba upako wa omega. Amna anachofanya. Hana malengo. Hana goal. Hana nizamu ya maisha. Hajajifunga kwenye discipline ya life. Hivi mnanielewa? Huwezi kuendelea. Empowerment is for doing. Empowerment is for doing. Hii imepeleka warokole wengi, wana Mungu mkubwa, wana Roho Mtakatifu mkubwa, wana damu ya Yesu kubwa, wana jina la Yesu kubwa, kuna uwezesho mkubwa, lakini hakuna mahala wanaenda, kwa sababu hawatake action. Wanafikiri mambo yatatokea tu. Is not true. Mambo yatatokea tu. Mungu ana empower wale wanaochukua hatua. Biblia inasema wakoma 4 wakiwa pale nje ya ukuta wa Samaria. Njaa imeukabili mji. Watu wanakufa ndani ya mji. Na unajua wao wanategemea angalau ombaomba. Unawaomba wenyewe wanakufa na njaa. Watakupa nini? Mmoja akasema, ndugu zangu, tukikaa hapa tutakufa. Tukiingia ndani ya mji watatupiga mawe tufe. Ni heri tuliendee jeshi la maadui zetu ambao ni Washami. Wakituua watuue, wakitutunza hai watutunze hai. Wakasema ni sawa. Biblia yangu inasema cha ajabu. Anasema as they began to walk, walipoanza kutembea. Na unajua miguu ya kikoma ile sio miguu iliyoko kama yangu au kama ya kwako. Imelika, imebaki labda nyingine kama ngumi tu hivi. Kwa hiyo hata namna yake ukanyaga hana kishindo. Lakini ngoja nikwambie, wewe chukua hatua, mwache Bwana asikilizishe kishindo. Biblia inasema kwamba wakaanza kwenda. Biblia inasema walipokuwa naliendea jeshi la Washami, Bwana akawasikilizisha Washami kishindo cha farasi. Yani ni wakoma wanakuja, lakini kule kwa Washami wanasikia. Biblia inasema makamanda wakasema, mfalme wa Israeli amekodi majeshi ya majirani waje watumalize, watatuia hapo. Wakakimbia. Hapa asema kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi. Sikiliza. God will never work with you unless umeamua kuchukua hatua. Sababu sasa tunaweza tukahubiri mambo tukaribu tena watu. Shapata upako wa omega sasa. No. Fanya kitu sasa. Uwe na uchungu wa maendeleo, uwe na uchungu wa kuendelea, uendelee kiroho, uendelee kimwili, uendelee kiuchumi. Umeshanielewa nachosema? Nyewe watu wazuri mnanielewa nachosema?
Unanachosema, acha kulala nyumbani utakufa maskini. Acha kuwa mvivu utakufa maskini. Fungu la mvivu ni umaskini wa kumtosha, ndio Biblia inavyosema. Asema mtu alalaye bado kidogo kujigeuza, bado kidogo geuka kitandani, asema ndivyo umaskini wake unamkimbilia. Changamsha kichwa. Unachangamshaje kichwa? Mwambie Baba nipe idea, Baba nipe idea, what shall I do? Na Mungu atakupa pa kuanzia. Wengi wenu hamtaki kuanzia hapo. Sio kwa nini Mungu anaongea haya mambo na hasira kubwa ndani yangu, kwa sababu tunaweza kumaliza tena nusu nyingine ya mwaka hapa. Mwishoni mtatufanya ni waongo. We are not here for brainwashing. We are here to tell you the truth. Wangapi na nilachosema? Usiridhiki. Wiki inapita, there is no value umeadd. No, usiwe mtu wa style. Usiwe mtu wa style. Mimi mchungaji wenu si wa style hiyo. Hiyo tabia utakuwa umetoa wapi? Utakuwa umetoa. Maisha ya simami. Nasema maisha ya simami. Nasema hivi, muda hauwekwaji kwenye friji. Sio kama mnanielewa. Watu wote kwenye Biblia, my daughter, waliokuwa wanahitaji uwezesho ni kwa sababu kuwa kuna jukumu kubwa mbele yao. Kwa nguvu zao hawawezi, kwa akili zao hawawezi. Kuambia Baba niwezeshe. Wewe una jukumu gani kubwa mbele yako la kusema Baba niwezeshe? Una uleho tu. Yani uleho. Mwambie mwenzio nipo tu. Ndio maana hata huwezi kuomba kwa mzigo. Sijui unanielewa? Huwezi kuomba kwa mzigo kwa sababu hakuna jukumu kubwa liloko mbele yako. No vision, huna maono, huna greater plan. Upo tu unasubiria ule chakula cha jioni, sijui kwa mama, sijui kwa baba, kule misele hapo kwa wife, na kuna wengine wanaume wengine ni waovyo sana. Huwezi kuendelea hivyo. Huwezi kuona neema inayosaidia. Huwezi kuiona. Utaishia tu kuwa mrokole kama mchawi. Sababu urokole unaweza kugeuka kama uchawi. Nikwambie kama kuja nilocho kusema. Urokole unaweza kawa opium. Sema opium. Toa sauti, sema opium. Yes. Unajua neno opium? Opium ni kilevi. Urokole unaweza kawa kama kilevi. Ni vijana mlioko huko mnasikia. You must have vision. Zerubabeli alikuwa ana big vision. Ana big vision. Zerubabeli amechukua hatua. Changamoto yake alifikiri tu angeweza kwa nguvu zake. Kuna a lot of challenge mbele zake. Challenge zenye jina zilizopewa mlima. Lakini Mungu akaona yes. Huyu sasa acha nimwezeshe. Wangapi ananielewa? Vijana mlioko hapa, mnanielewa? Kama ni kijana nipungie mkono. Wa kike wa kiume nipungie mkono. Sikiliza. You must go forward. Ninarudia tena. Unaona hii miezi 6 iliyoisha? Kama huna kitu cha kuonyesha, hii miezi 6 hii iliyoisha, listen to me, ni tatizo. Basta kama anatuchonganisha leo. Mimi sikuchonganisha, nakwambia ukweli. Kama hii miezi 6 iliyoisha, hii iliyoisha pembe, huna cha kuonyesha. Kusema miezi 6 nimefanya hiki. Miezi 6 nimefanya hiki. Mbona mmekuwa pole vile? Kila mtu nikimwangalia, kila mtu anaangalia chini. Hakuna mtu anataka kuniangalia usoni. Miezi 6 imeisha, huna cha kuonyesha. Sikiliza, tatizo sio Bwana. Tatizo sio shetani. Tatizo ni wewe. Na tatizo sio kwamba maombi ya siku 21 ya kufanya kazi. Uwezesho unawezeshwa kwa kitu unachofanya. Sasa unachofanya. Uwezesho ukija unakaa tu.
Si ndio watumishi wa Mungu? Unakaa tu. Nimeongea kwa nguvu maneno haya, na usije ukafikiri kwamba nimekupotezea muda kuomba. Una muda kuomba mpaka tarehe 12, lakini omba kwa hasira hii iliyopanda ndani yako. Na usiishie tu kuomba. Na usiishie tu kuomba. Amina. Uwe na vitu vya kufanya. Sawa sawa? Sawa sawa? Usikubali huna malengo, na malengo mengine mmeacha kwenye karatasi. Anza hatua kuelekea kwenye malengo. Kila lengo lina level. Level nyingine tu ni kukutana na mtu sahihi tu, mbadilishane mawazo, na yenyewe ni level. Level nyingine ni kutembelea tu eneo. Saa zingine unatembelea eneo unapata mawazo. Mimi ndo maana muda mwingi tafuta nazunguka, taenda huko vioni, taenda sasa nika huko, Mungu anasema na mimi. Mungu asema hapa idea. Hawezi kukupa idea kama kitu akija kushika moyo. Sitaki warokole wa ovyo ovyo. Mungu akwaleta hapa nikae na nyie mdidimie mbele ya macho yangu. Mungu ameleta hapa mkue katika Bwana na mkue katika kila kona ya maisha yenu. And that's why I'm bold like a lion. I'm bold. Unajua kwa nini kwenye huduma nijiepusha na vitu vingi? Niwe na ujasiri wa kukwambia ukweli. Sasa mfano kama sasa ndio tunamtegemea Mhagama ili tuishi. Huwezi kuambia ukweli Mhagama. Endelea. No. Kama miezi 6 imeisha hii, huna cha kuonyesha. Kajibu. Hili ni neno langu, sio Bwana. Sababu kuna kipindi nasema sasa ni mimi Paul nasema. Sasa ni mimi ni good luck nasema piga kichwa chini. Yes, upate maumivu, upate akili. Hata utoke nungu ili uwe na akili. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Wangapi mnataka uwezesho wa kiungu? Afu muulize kwa ajili ya nini? Aliposema uwezesho, kila mtu mwingine anataka kunyanyua miguu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini mchungaji? Kwa ajili ya nini? Uwezesho wa kimungu ili wewe unalala. Mtume Paulo anasema neno zito sana, pastor. Anasema hivi. Sio kama talikoti vizuri, wenzangu anaweza katafuta. Akasema Mungu amenipa neema. Na neema Mungu alionipa haikuwa bure kwangu, bali nalifanya kazi kuliko wengine wote. Mtafute hilo andiko. Ili hapa nachotaka, lazima tutembee na miguu yote miwili, si ndio? Uwezesho na kuteke action. Kwa nini tuombe kiasi hicho usibadilike? Kwani wewe unahitaji aina gani ya maombi? Hebu muulize jirani yako, kwani wewe ni aina gani ya maombi labda pastor aje kuomba unahitaji? Utueleze. What kind of prayer you need? Inawezekana you have a very right prayer, but you don't have right heart. Heart. Ndugu zangu, narudia, mimi Mungu amenipa kwa mchungaji wetu. Nawaambia ni kweli. Mwezi unapita, huna cha kuonyesha. Mwezi wa pili unapita, huna cha kuonyesha. Watatu unapita, huna cha kuonyesha. Nikwambie ni hivi, you are a failure. You are a failure. Baba, unajua napata, hata kama unapataga 200,000 kwa mwezi au 1,000,000 kwa mwezi, ni kijana uko mwenyewe, tunataka tuone kitu hata kidogo. Kumbuka kijana yuko hapa, ni wa kampuni ya ulinzi, lakini amekaa sana. Nakumbuka siku moja nimekaa na wewe, nikwambia kijana, unafanya kazi kwa bidii sana, tunza, heshimu pesa yako, na nataka niwe naona matokeo ya pesa. Sio kwamba tutakuongezea nyingine, hiyo unayopata kwanza. My daughter, unajiona hapa, wengi wenu mnafikiria kuna mtu anahitaji aje kwanza kwenye maisha yako ndio ufanikiwe. Ngoja nikwambie, if you can plan well, wewe mwenyewe ukadhamiria,
nakwambia hivi, nipe miaka kama 3, hautakuwa jinsi ulivyo. Shida warokole, unajua watu ambao hawajaokoka wana roho fulani ya kupambana, ni wa mapambano, si ndio? Mrokole akinyanyua kamguu kidogo hivi akikwama, nasema ni laana za ukoo. Basi unajua ndio maana siendi mbele. Hivi unaelewa chokisema? Hawana msuli wa kukomaa. Kitu kadogo hivi anaanza kulialia. Kitu kadogo lazima hivi hawanipendi. Sikiliza, komaa wewe. Neema ya Mungu iko juu yako. Msaada wa Bwana uko juu yako. Yesu yuko upande wako. Acha kuwa na moyo laini. Komaa. Maumivu ni sehemu ya mafanikio. Narudia, maumivu. Sababu wapendwa hawataki maumivu. Wapendwa hawataki maumivu. Wanataka tu shwa, labda ufe. Maumivu ni sehemu. Umesikia mzee Bishanga? Yes. Ukipita kwenye maumivu, ujue ni sehemu ya kwenda mbele. Unakomaa. Sawa sawa. Saa zingine unalia moyoni, kamwangukie Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu niwezeshe. Bwana Yesu nitie nguvu. Akutie nguvu kwa jambo gani? Kwa sababu kuna jambo liko mbele yako. Sasa we una lolote, upo tu, nitie nguvu. Sikiliza, utaomba mpaka Yesu anakuja, you will see nothing in your life. Mwishoni utaanza kuona maombi hayana matokeo. Mwishoni utaanza kuchoka hali ya maombi. Sikiliza, mimi I enjoy prayer. Yes. Umeelewa? Kwa nini nimesema yote haya? Staki na Mungu anipushie mbali. Nilee watu, niwahubirie watu, kuwapa raha ya ubongo na raha ya moyoni, wajisikie raha ya muda mfupi, but nothing kinachobadilika kwenye maisha yao. Ile andiko umelipata? Someni ile andiko 1, 2, 3, here we go. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyoshikilia. Unajua maana yake? Lakini kwa neema, maana yake neema ya Mungu ilikuwa juu ya nani? Toa sauti. Neema ya Mungu ilikuwa juu ya nani? Neema nao ni nini? Neema nao ni uwezesho, si ndio? Asema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Soma kwa sauti sana, andiko nafuata 1, 2, 3. Na neema yake iliyoko kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana. Sema nalizidi sana. Toa sauti wewe, sema nalizidi sana kufanya. Nataka hapo. Unajua saa zingine ile kwa sisi na neema Mungu. Kwa hiyo neema Mungu inapalilia uvivu in your life. No. Anasema neema Mungu haikuwa bure kwa, uwezesho wa kimungu haikuwa bure kwa, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wangapi? Mwambie mwenzio ukiwa na upako unatakiwa ufanye kazi kupita wote. Sasa unaona ni tofauti na shule upako watu waliofundishwa. Hawajui kwamba upako ni kazi. Oh, I love that. Mmeanza kuja. You are becoming good people now. Sasa mnakuwa watu wa neno, sio watu wa mihemko. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyoko juu yangu, na neema yake iliyoko kwangu. Maana yake neema ya Mungu iko kwangu, maana yake uwezesho wa Mungu uko kwangu. Lakini anasema huo uwezesho ulioko kwangu haujawa bure, bali nalizidi sana, nalizidi sana, nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Asema na mtu asije akafikiri ni nguvu zangu, bali ni uwezesho wa Mungu juu yangu. Kwa hiyo uwezesho wa Mungu juu ya mtu kufanya kazi sana kupita hata wengine. Wengine wanaamka saa 2,
unaamka saa 10. Mwambie mwenzio mtu mwenye neema. Sasa unaamka zako saa 3. Sasa upako wa Omega. You will go nowhere. You will go. Wale watoto wangu wanafunzi nani Deborah, when the grace of God is upon you, upako wa Omega ukiwa juu yako, my daughter, read. Ukiona unachoka, mbia Roho Mtakatifu, ule upako wa Omega unisaidie niendelee kusoma, kwa sababu lazima kuwe na kufanya kazi sana. Unaelewa? Sio wakwenda kutengenezea uvivu. Kasuiraka pashaka tora na masa. Na siku hizi vijana wamejifunza lugha, hata hawaneni tena original, anaenda tu anasikiliza kwenye video. Sikiliza ili game la mjajua wanao. May God help you. Naona kama watu sasa wanasema kama ndio yameshakwayo, mimi upako wa Omega tena hapana. Inasikana ndo maana Roho Mtakatifu ananiambia leo kafundisha. Wangapi bado mnataka upako wa Omega? Ukiwa ni utukufu mkuu, ni wa kazi kuu. Naomba tena nione, wangapi bado upako wa Omega mnataka? Thank you. Why? Utapokuwa unaomba, hata mimi nitapokuwa naomba kwamba Mungu upako wa Omega uwe juu yangu, maana yake uniwezesha hata huo upako wa Omega kufanya kazi kuliko nilivyofanya nusu ya kwanza ya mwaka. Umeelewa? Kufanya kazi hata kuliko nilivyofanya nusu ya kwanza nini ya mwaka. Kuwa na juhudi hata kuliko nilivyokuwa na juhudi nusu ya kwanza nini ya mwaka. Kwa sababu matokeo hayatatokea tu. Wapendwa, mtu aliyekuwa na upako kuliko mtu yoyote ni nani? Ni Yesu Kristo. Si ndio? Lakini listen to me, alifanya kazi usiku na mchana. Siku zingine alipiga kazi siku 3. Haionyeshi kama amekula. Mpaka akahurumia wanafunzi akamwambia nendeni mjini mkale. Walivyorudi akamkuta kuna mwanamke mmoja kisimani. Wanafunzi wakasemezana, huyu mwanamke atakuwa amemletea chakula. Maana yake walijua muda ambao Yesu amekaa bila chakula. Sasa labda mwanamke wakamuuliza, mzee umekula? Wanasema chakula changu ni kazi. Mwambie mzee chakula changu ni kazi. Afu malizia hapa kazi tu. Mbona useme sema hapa kazi tu? Yes. Chakula changu ni kazi, ni yatimilize mapenzi. Ndugu zangu, kusiwepo na mtu hata mmoja kati yetu ambaye atalegea. Parangana ndani ya neema. Neema haikuondolei kuparangana. Neema inakuondolea mihangaiko. Neema haikuondolei kazi. Upako haukuondolei kazi, kufanya kazi. Neema na upako vinakusaidia usifanye kazi ukakosa matunda, lakini kazi utachapa kazi. Na chapaga kazi inakuwa kama nyanya. Muulize wife, mpaka ambia choka sana. Huwezi kuona mafanikio hivi. Wengine mnataka ufanye kazi zaidi ya moja. Unaka kazi kamoja tu. Huwa maomba upako wa Omega. Unajua nguvu ya upako wa Omega? Wewe aka kazi kamoja, upako wa Omega wote wa nini? Hello. Naomba Mungu kila mmoja aondoke na hasira kwenye ibada yako. Na kama hata mipango yako haijakaa vizuri, nenda kaireshafu. Jiwekee heavy load mbele yako. Jiwekee malengo makubwa na uanze kuyatekeleza. Pale ambapo nguvu zako zitakuwa zitoshi, ndipo nguvu za Bwana zinahitajika. Kwa sababu kama nguvu zako, hicho kitu unachokifanya, nguvu zako zinatosha, hauhitaji nguvu za Bwana. Hauhitaji neema ya Bwana. Kwa nini uwezeshwe supernaturally? Ni kwa sababu naturally huwezi. Hujanielewa nichosema. Sasa mtu una vitu vyote vinawezekana. Ni sawa tu niende pale
sokoni Buongo na 2,000 yangu 3,000 yangu na dagaa 3,000, sihitaji maombi. Unajua saa nyingine watu wanaomba wakati kiuhalisia kwa kweli mambo yanayokuhusu mengi hayahitaji maombi. Sasa naenda pale, dagaa shingapi? 3,000, mfukoni na 3,000, naomba nini? Why we pray? Ni ili tuweze kutiwa nguvu ya kuweza kukabiliana na kufikia yale mambo ambayo yamkini with our own power tusiweze. Yani uende umbali usiokuwa wa kawaida, uende umbali usiokuwa nini wa kawaida, kwamba in 1 year, kwa mwaka mmoja unataka utimize a lot, kwa mwaka mmoja unataka utimize a lot. Martin Luther alisema neno hili sitaka sana. Martin Luther huyu alianzisha Luther, wengi wajua kama kwa ni mrokole wa tatu. Alisema I have so much to do, so I have to spend every morning 1 hour in prayer before I start what I'm doing. Asema na mambo mengi sana kufanya, na kwa wingi wa mambo lazima kila siku nikae lisali moja kwenye mambo. Anatafuta nini? Anatafuta enablement, anatafuta empowerment, anatafuta empowerment. Empowerment for what? Empowerment to do, empowerment to do, empowerment to achieve, not empowerment to sit, not empowerment. Simama kwa Biblia. Kuna watu wampata hasira hapa, sio nyewe tu ndugu zanguni. Ninahubiri kwa hasira kwa sababu kadri ninavyohubiri moyo wangu wenyewe unapata hasira. Unaniambia good luck, you have 6 months mbele yako, una miezi 6 mbele yako. Moyo wangu tu unaniambia good luck, una miezi 6 mbele yako. I have to work, I have to ask God ya kwamba hii miezi 6 mbele yangu ni achieve a lot. Mnanielewa? Na wale watamfilia mnapote. Mfano sasa hivi mimi nilianza kuangalia kombe la dunia, baadaye kaona kombe la dunia linaenda mpaka saa 9. Unakuta mechi kali inatoka saa 9. Ukiangalia hiyo saa 9, siku yako kesho inapotea, sababu uko kwenye diz tu hivi, si ndio? Sasa hivi hata kama naangalia mpira, na mimi mpira nakuwa naangalia zile mechi za Afrika, na sijui ni Bwana amejalia vipi, naona karibia zote zimeondolewa. Kwa hiyo siku nyingi tena sijaangalia hapa katikati. Labda Afrika huwa tunahamia Faransa. Kwa nini huwa tunahamia Faransa? Sababu timu yenyewe ni sisi tu tumejazana Afrika kule, au Vede hiyo. Basi mimi mechi ya kuangalia mwisho ni ile inaanza saa 4 basi. Hata unaambie bana kuna mechi ya hatari saa 10, no 10 acheze alipwe, mimi niangalie nje nipoteze siku yangu. Hivyo unanielewa chosema? Acheze alipwe, mimi niangalie nje nipoteze siku yangu. Siku yangu ni ya maana sana. Kuna mtu amepata hasira. Sema Bwana Yesu, nisaidie kwenye hii nusu ya mwaka ulionileta, hii nusu ulionileta, nisaidie niwe na matokeo kila kona ya maisha yangu. Maisha yangu ya kiroho yakue, ufahamu wangu ukue, wale wanaosoma kwenye elimu kukue, kwenye uchumi nikue, kwenye maisha nikue, niongeze aseti kwenye maisha yangu, niongeze aseti kwenye maisha yangu, niongeze ushawishi, influence kwenye maisha yangu. Yes. Wow. Wapendwa, mtakuwa watu wema wa Bwana, mtakuwa mmemwakilisha Mungu vizuri. Mungu anasifiwa zaidi mnapomwakilisha kwa mafanikio. Watu wanasema kweli, ona Mungu anayemwabudu,
ona Mungu. Watu wanakuwa attracted with your God. Watu hawezi kuwa attracted with your God wakati we mwenyewe Are you still love your pastor? Bado unampenda mchungaji wako? Nyanyua mikono yako, mshukuru Bwana. Fungua sauti yako. Shakata yeka laka pasika toya yeka taka. Mungu, tunataka upako wa omega kwa sababu we want to achieve a lot. We need anointing. We need an omega anointing because we want to achieve a lot. We need omega anointing because we want to achieve a lot. Tunahitaji upako wa omega kwa sababu tunataka kuachieve mambo mengi ambayo kikawaida labda tusingeweza bila upako huo. That's the reason. Hatuhitaji upako wa omega wa kwenda kukalia chini. Hatuhitaji upako wa omega wa kwenda kuharibu. Na tumeko tayari. Tuna kiu sasa kila mmoja wetu ya kwamba we need to achieve a lot. Hii miezi 6 we need to achieve a lot. Hii miezi 6 we need to achieve a lot. Hii miezi 6 we need to achieve a lot. To need to achieve a lot. Tunahitaji kufikia mambo mengi. Tunahitaji kutimiza mambo mengi. Na hatuwezi sisi wenyewe. Hatuwezi sisi wenyewe. Ndio maana tumekuja Bwana kutafuta uso wako, ya kwamba ule upako wako, upako wa matokeo makuu, upako wa utukufu mkuu, upako wa kuongezeka sana, upako wako, ile neema yako inayofanya mtu kufanya kazi kuliko wengine wote na kuwapita wote ikawe juu yetu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Shakataya lakasakato yekataka pa shelakata. Omba kwa hasira, omba kwa hasira, omba kwa hasira, omba kwa hasira. Siwezi kubaki nilivyo, siwezi kubaki nilivyo, siwezi kuhesabu miezi tu, siwezi kuhesabu miezi tu, siwezi kuhesabu siku tu, siwezi kuhesabu mwaka tu. Lazima kila mwezi unapoisha, lazima kila miezi unapoisha, lazima kila mwaka unapoisha, nina kitu cha kuonyesha, nina kitu cha kuonyesha, nina kitu cha kuonyesha. Rakashaka yeka lakataya yeka pasokota rikatoko yeka takaka yeka takaka. Weka hasira ndani ya watu wako, weka uchungu ndani ya watu wako, weka shauku ndani ya watu wako ya kuwafanya Bwana wasiridhike na level alionayo, wasiridhike na kiwango alichonacho, wapate hasira ndani yao ya kupiga hatua, ya kupiga hatua kwenye kila kona ya maisha yao. Wapige hatua na wewe, wapige hatua na wokovu, wapige hatua ya kukutumikia, wapige hatua ya kukutumikia, wapige hatua kwenye maisha yao, wapige hatua kwenye familia zao, wapige hatua kwenye uchumi wao, wapige hatua kwenye kazi zao, wapige hatua. Mashakata piga hatua. Pata hasira, pata hasira. Acha kupoteza muda kijiweni unacheza karata, unacheza draft. Maisha ni ya thamani sana. Maisha ni ya thamani sana. Huwezi kuyapoteza kwa umbea. Huwezi kuyapoteza kwa umbea. Huwezi kuyapoteza kwa umbea. Maisha ni ya thamani. Hauwezi kupoteza muda wako kwa kusema sema watu tu. Unasema sema watu tu. Unachukia chukia watu tu. You are wasting your time. Yana mashakata yata. Ndio maana ya kuwa na Kristo, ili ushinde na zaidi ya kushinda, ili akuwezeshe pale ambapo uwezi. Lakini lazima uwe ni mtu ambaye uko kwenye kazi, uko kwenye kazi. Maombi sio kichaka. Maombi sio kichaka. Maombi sio sehemu ya kwenda kujifichia. No, maombi ni sehemu ya kupata uwezesho. Ni sehemu ya kupatia uwezesho. Ni sehemu ya kupatia uwezesho so that you can run with the vision. So you can run with the goals. So you can run with the work.
Nisaidie Mungu, nisaidie, nisaidie. We have a lot. Personally, kuna mambo mengi sana yako mbele yangu. Mimi kama mtu tu, mimi kama baba familia, there is a lot ahead of me. I need your grace, I need your anointing, I need your enablement. Lakini kama mtumishi, kama mchungaji, kama kiongozi wa kiroho, kama kiongozi wa huduma, kuna mambo mengi sana mbele yangu ambayo nikienda kwa nguvu zangu sitafika popote. Ndio maana tumekuja kuhitaji neema kutoka kwako, kuhitaji upako kutoka kwako, kuhitaji upako kutoka. Na tunajua wewe ni Mungu uliyejitambulisha kama Omega. Maana una upako wa kuanzia na una upako wa kumalizia. Bwana, Bwana, ule upako wako wa mwisho, maadamu tuko kwenye nusu ya mwisho ya mwaka, tunaomba ule upako wako wa mwisho ambao unaitwa upako wa Omega ukawe juu yetu, ukae juu yetu, ukae juu ya watoto wetu, ukae juu ya kazi zetu, ukae juu ya maisha yetu ya kiroho, ukawe juu ya mipango yetu, ukae juu ya familia zetu, ukae juu ya utumishi wetu, ukae juu ya kila kona maisha yetu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Haujaja duniani kupoteza muda. Yeye ni Mungu Omega. Anataka iwe ni kwa faida yako. Mlilie Mungu, mlilie Mungu. Hebu ile neema iliyomsaidia Mtume Paulo akachapa kazi sana kupita wote, Mungu hata nusu yake basi, hata nusu yake, hata nusu. Lakini najua kwenye siku za mwisho unataka hata zaidi. Huwezi kuwa ni kijana unapoteza muda tu. Kachimbe hata mtaro, jione watakulipa matope, watakulipa pesa. Niwezeshe Bwana, nifanye yale mambo ambayo nitasonga mbele, nifanye yale mambo yatanipelekea nisonge mbele. Anza kuomba ile ombi ya kwamba Bwana, niwezeshe nifanye yale mambo yatakayonisababisha nisonge mbele. Niwezeshe Bwana, hii nusu ya mwaka nifanye yale mambo yatakayonisababisha nisonge mbele. Omba. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, nifinyange Bwana, nitengeneze Bwana, niyafanye yale mambo yatakayosababisha maisha yangu kwenda mbele. Kila kona maisha yangu ipige hatua, ipige hatua, ipige hatua. Endelea kuomba.
Wengine wanatakiwa kumwomba Bwana auwe uvivu, auwe uvivu, auwe uvivu kwenye maisha yao, auwe uvivu kwenye maisha yao, auwe vitu vinavyopoteza muda. Busy for nothing. Unaonekana kama uko busy lakini una lolote. No, haitaki kuwa hivyo, haipasi kuwa hivyo. Busy for nothing, no. Busy for nothing, no. Thank you, Holy Spirit. Tuwe na uchungu na maisha haya Mungu aliyotupa. Katika jina la Yesu tumeomba. Shangilia Yesu. Vijana mlioko hapa, nisikilizeni. You can make it. Unaweza ukafanikiwa. Mimi kazi yangu ya kwanza ya kuajiriwa, nilikuwa nalipwa chakula na sehemu ya kulala. Shida ni attitude. Kwa sababu nilikuwa ni msomaji wa neno, niliona neno nasema anayekuwa mwaminifu kwa machache anawekwa juu ya mengi. Nikachagua kuwa mwaminifu kwenye kazi ambayo mshahara ni kupata chakula cha jioni, cha mchana na sehemu ya kulala. Nikajua neno nasema, je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo hatakaa na watu wasiokuwa na jina, bali atakaa na wakuu. Nikajua natakiwa kufanya bidii, sio ninungunike, ina maana wananipa tu chakula. Hiyo haitakuinua. Biblia inasema bidii ndio inainua na uaminifu ndio inainua. Baada ya miezi 6 nikawa nimeanza kulipwa 10,000. Hela ya kwanza kuishika nilikuwa nalipwa shilingi 10,000. Nataka nikwambie, nikawa nalipwa 10,000. Baadaye mama wa ile nyumba niliyokuwa naishi naye nikamuomba. Kulikuwa kuna friji nyumbani, naomba niwe nafunga maji, akaniruhusu. Nilikuwa natumia water guard, naweka kwenye maji kuua vidudu. Usiku nikirudi nafunga maji na laza kwenye friji ya ule mama. Asubuhi nabeba mirambo mikubwa ya huku na huku, ninakwenda nayo kwenye duka la bosi wangu Mwaloni. Kwa hiyo nalipwa 10,000, lakini vile vile nikaomba nifunge maji sababu niliona watu wanahitaji maji pale. Nikaongeza kipato kwa maji. Huwezi kupanda daladala na ile mifuko, kwa sababu watu wanakuwa wamebanana, watakanyaga. Kwa hiyo inabidi utembee kwa miguu kutoka Nyamanoro na mifuko yako mpaka Mwaloni. Nasema hivi, sitaki lele mama humu ndani. Sababu kuna wengine wapo, yani yeye mawazo yake anangoja siku apate hela nyingi. Hakuna siku ya kupata hela nyingi, iko siku ya kutengeneza msuli wa kupata hela nyingi. Nikalipwa shilingi 10,000 pastor. Mpaka 2021 nahamishiwa mjini, nikaanza kupewa 60,000 kwa mwezi. Ndiyo nilianza kusoma na 60,000. Mpaka nikalipalipa walimu, najikusanya, nafanya ninavyoweza, nikaanza kusoma masomo ya sekondari. Nilikuwa nalipwa 60,000. Baada ya miaka karibia 4, maisha yangu hayakuwa tena pale pamoja nilipwa 60,000. Tayari ni mtu amaliza A level. Baadaye nikaanza kwenda chuo. Sikiliza, sio kwamba hela ulionayo haikutoshi. Ni mentality yako ndio mbovu. Saa zingine unataka kufanya vitu ambavyo sio level yako. Unataka kujifananisha na watu sio level yako. Maisha yako kwenye level. Pambana na level ulionayo na upambane nayo kwa furaha.
ukijua kesho yako ni bora. Mshahara wa mwisho nimelipwa ni 60,000. Nimekuja kwenda chuo, natoka nafanya kazi kwa kasa. Mke wangu ni shahidi. Nilikuwa napoa feel 200,000 kama sikosei kwa kasa. Sikiliza. Mungu anataka tuinue. Lakini kuna mentality mbovu lazima iondoke. Mentality ya kutokuchapa kazi. Mentality ya kudharau mwanzo mdogo lazima iondoke. Ukimwamini Mungu hivyo na ukafanya maombi ambayo huwa anakuongoza hapa, utasonga mbele wewe. Ukiwa mtu wa kazi, kijana usikae nyumbani, kachimbe mtaro. Jioni hawatakulipa matope, watakulipa pesa. Jioni hawatakulipa matope. Hata kama uko unafanya kazi ya matope, jioni hawatakulipa matope, watakulipa pesa. Usione aibu. Wangapi mnanielewa tukisema? Ninaombea kwa Bwana hii nusu ya pili, Mungu awape neema, Mungu awape upako wa omega. Na sasa umepata tafsiri nzuri. Upako wa omega ni kazi, si ndio watumishi wa Mungu? May God bless you. Mungu wangu awabariki, Mungu wangu awainue, Mungu wangu afanikishe kwa jina la Yesu. Shika sadaka yako. Baba, simama juu na sadaka yako. Kutoa sadaka ni moja ya njia ya kibiblia kukupeleka mbele. Usio ukisikia sadaka unakula kona. Sadaka is biblical, itakusaidia sana. Imetutoa mbali. Mungu, tunakabidhi sadaka zetu. Asante kwa setup uliotuwekea ndani yetu. Tunapoingia sasa haya maombi ya omega. Siku 3 zilizopita tulitumia muda mwingi kushukuru. Sasa tunapoingia kwenye haya maombi ya omega, angalau umetusaidia kujua your mind, na ya kwamba tusiishie tu kuyafanya maombi ni kichaka cha kujifichia, bali tuyafanye maombi is a place of empowerment. Ni sehemu ya kutiwa nguvu ili tuweze kufanya hata yale ambayo tusingeweza kufanya, ili tuweze kupambana hata yale ambayo kikawaida tusingeweza, kwa sababu tuna uwezesho wa kiungu juu yetu. Tunakuja na sadaka zetu siku ya leo tena. Tunakabidhi sadaka hizi mikononi mwako. Mungu, usikie maombi ya watu wako na ukumbuke sadaka za watu wako. Ukasikie maombi tuliofanya hapa kwa muda mfupi, lakini ukasikie kilio kichoko ndani ya mioyo yetu sasa hivi baada ya somo kupita, na ukakumbuke na sadaka zetu Bwana, ukatutie nguvu. We have a lot to achieve. Tuna mambo mengi as individual, kama mtu mmoja mmoja Bwana, tuna a lot ku achieve. Tuna mambo mengi sana ku achieve in 6 months, na hatuwezi bila msaada wako. Ndio maana tumekuja kwenye maombi haya ya siku 14. Na Mungu ukatusaidie, na Mungu ukatutie nguvu katika jina la Yesu. Tukimbie kwa namna ambayo hatujai kukimbia, tupige mwendo kwa namna ambayo hatujapiga mwendo. Kama ni kukimbia Bwana, tukimbie zaidi tulivyokimbia nusu ya kwanza na zaidi ya miaka mingine. Kama ni kuchapa kazi, tuchape kazi kuliko ambavyo tumechapa kipindi cha kwanza. Kama ni kupunguza matumizi ya muda sofaa, tuyapunguze zaidi kuliko kipindi kilichopita. Kwa namna yoyote Bwana, kila itwapo leo, maisha yetu yaonyeshe level moja utukufu kwenda utukufu mwingine, kwenda utukufu mwingine. Itaposoma mwezi wa 12, tutapogeuka nyuma Bwana, tuweze kuonyesha ni nini ambacho tumevuna kwenye miezi 6 ambayo umetubariki nayo, kwenye zawadi ya maisha ambayo umetupa tena kwenye hii miezi 6 mingine. Tunakushukuru, pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu. Na watu wazuri aseme amen. Tolea Bwana sadaka kwa furaha. Make sure kuna furaha ndani yako unapomtolea Mungu sadaka yako. Are you blessed? Are you blessed?